Assalamu alaikum. Mimi ni Zainab Isa, karibu katika Mahajumati na nikutakie tu Ramadhan Karim, so makbul. Lakini leo kupitia Mahajumati tutakuonyesha iftari mojawapo ambayo hii basi unaweza kuitayarisha katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama unavyojua watu wanafunga kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni, na hii ni kwa sababu ya kutimiza nguzo kuu ya Kiislamu. Lakini kama unafunga kwa muda wote huo, basi unatakiwa wakati wa kufuturu usianze moja kwa moja na kula kitu cha baridi. Unatakiwa kunywa kitu cha moto kwa sababu tumbo lako limekaa halina kitu kwa takriban masaa kadhaa. Kwa hiyo basi tutakutayarishia supu ya boga ambayo hii itakuwa ni supu ya boga pamoja na kuku, lakini tutasave kwa chapati. Kama unakumbuka basi wiki iliyopita nilikuonyesha jinsi gani ya kuandaa chapati na kuhifadhi katika fridge, na leo basi wiki hii tutakuonyesha jinsi ya kutumia madonge yetu ya chapati yale ambayo tumetayarisha wiki iliyopita na kupika chapati zetu safi ambazo hizi basi zilitumia unga wa ngano wa Azam PPF. Kwa kwanza basi tutaanza na kutayarisha supu yetu ya boga, na mahitaji yake basi ni kama yafuatayo. Unatakiwa kuwa na maboga ambayo utayakata vipande vidogo, lakini pia kwa sababu tunapika na maboga haya ni ya kuku, tutatumia kuku ambao kipande cha mnofu, ambao tutatumia tu mnofu bila kutumia mifupa. Na kitu kingine ambacho tutaongeza ndani yake basi tutaweka haya majani ya celery kwa ajili ya kuongezea ladha nzuri katika supu. Pia tutaweka haya majani mengine ambayo yanaitwa green onion ama kitunguu maji kibichi. Pia tutaweka na carrots. Hivi vyote vitawekwa ndani ya supu, na kuku hii itachemshwa na baadaye tutanyambua, na vyote hivi tutavisaga katika blender na kurudisha kwenye sufuria na kutayarisha hii supu ambayo inaitwa chicken pumpkin soup, na tutasevu na chapati. Kwa kwanza basi tutaanza maandalizi kwanza ya supu. Utapandika sufuria yako jikoni, na kwa sababu tunaanza kuchemsha supu, ina maana kuku kwanza ndio utaanza kuchemka pamoja na maji na viungo vingine ili kutengeneza ile ladha nzuri ambayo itachanganyika sasa na maboga. Na hapa tunatumia jiko letu kutoka Evoque. Hili ni jiko ambalo unaweza kulitumia kwa namna mbili, ni built in, inamaanisha kwamba unaweza kulijengea ndani ya counter yako ama ukaweka on top of your counter kama hivi unavyoona. Kwa hiyo ni jiko ambalo linatumia gesi, na ignition yake, yani kibiriti chake, basi huna haja ya kuwa na connection ya umeme. Moja kwa moja lina betri kwa nyuma ambayo hii unaweza kuiweka betri yako, na ukiwa umewasha basi jiko lako moja kwa moja litawaka bila kutumia connection yoyote ya umeme. Kwa unachohitaji ni mtungi wako wa gesi na betri kwa ajili ya kuwasha kibiriti cha hili jiko la Evoque. Tabandika maji ambayo tutatumia kwa ajili ya kupikia supu, na wakati huo basi kwenye sufuria tayari ishapata moto. Kwa tutaweka bata, tutaweka mchanganyiko wetu wa kitunguu saumu na tangawizi. Na hii pia kama unakumbuka tulionyesha jinsi ya kuiandaa katika episode iliyopita ya wiki ya last week. Kwa tutakaangia vizuri. Na baada hapo basi tutamimina maji yetu ya moto ambayo hapa basi tumetumia keto yetu kutoka Evoque kwa ajili ya kuchemshia maji, na kama unavyoona inarahisisha sana kazi jikoni. Kwa hiyo huna haja ya kuchemsha tena pembeni maji yako. Unaweza kuyabandika katika jagi lako hili la kuchemshia maji. Tutaacha hii kuku ichemka mpaka itakapokuwa imeiva. Tutaitoa na kuiweka pembeni kwa ajili sasa ya kuinyambua nyama. Na wakati huo basi kwa ajili ya kuongezea ladha tutaweka haya majani ya bay leaf ndani yake, lakini pia tutaweka haya majani ya celery. Tutaweka na chumvi na pilipili manga kidogo. Kisha sasa tutaacha naendelea kuchemka mpaka
Kuku itakapokuwa imeiva tutaitoa pembeni na kureserve na hii supu pembeni pia, kwa sababu maboga tutapika peke yake kwanza na mwishoni ndio tutarudishia hii supu pamoja na kuku. Kwa tutaacha hapo inaendelea kuchemka. Tutaanza kutayarisha sasa carrots pamoja na maboga kwa ajili ya kupikia hii supu. Carrot tutatumia kidogo tu kwa sababu idadi yetu ya maboga pia sio kubwa. Kuna kutumia hata kama robo tu carrot. Nakatakata vidogo kwa sababu baada ya kuiva nataka ni ya mash. So you have two options. Unaweza ukamash ama ukablend katika ukasaga katika blender, vyovyote unavyopenda mwenyewe. Hiki ni kitunguu cha majani. Kwa hiyo tutatumia hii green yake pamoja na kitunguu chenye cheupe. Hii kuku yetu iko tayari, kwa sasa utaimimina pembeni kwenye bakuli kwanza. Na wakati huo basi tutarudisha sufuria jikoni, kisha tutaweka siagi. Hii ni unsalted butter, yani butter ambayo haina chumvi. Tutamimina maboga, kitunguu saumu kidogo, pamoja na carrot. Weka chumvi na pilipili manga kidogo tu kwa ajili ya kuongeza ladha nzuri. Nitamimina
hii supu ya kuku ili ndio ichemkie sasa kwenye maboga. Kisha tutaacha inachemka paka haya maboga yanapokuwa tayari yameshalainika, yako very soft. Either utayamash ama utayablend, kisha nitakuonyesha sasa kuendelea kuchanganya na vitu vingine. In the meantime, hii kuku basi tunatakiwa shred. Kwa hiyo tutatoa hii celery kwa sababu tulitaka tu ile flavor ingie kwenye ile supu ambayo tutachemshia pamoja na maboga. Kwa hiyo shred. Kwa hiyo kuku tairudishia kwenye bakuli pembeni. Lakini pia kwa sababu hii ndio itaingia mwisho kabisa kwenye supu pamoja na hizi green onion ambazo tumezi slice. Kwa hiyo tutaviweka sehemu moja. Tutaangalia maboga yetu kama yameshaanza kuwa laini. Tutaacha kwanza endelee kidogo kuwa more soft kwa sababu bado yameanza kuwa soft lakini hajalainika vizuri. Kwa hiyo tutaacha mpaka tunahakikisha kama maboga yote yamekuwa laini na carrot nazo zimeiva vizuri. Then tutamash ama nitakuonyesha jinsi ya kublend katika blender na kisha tutarudishia tena kwenye sufuria. And then tutaweka huu mchanganyiko wetu wa kuku pamoja na hizi green onions, tutachemshia pamoja na kisha tutaweka na maziwa kidogo tu kwa ajili ya kuweka creaminess kwenye hii supu yetu.
kusaga mchanganyiko wetu vizuri, na kama ulivyoona hapa tunatumia blender yetu kutoka Evoque. Tutarudisha hii supu jikoni and then tutamimina sasa huu mchanganyiko wetu ambao tumeusaga. Tutamimina sasa hii kuku pamoja na hizi green onions. Kwa hapo ni optional. Ukipenda kuweka maziwa unaweza ukaweka ili kutengeneza creaminess. If not, unaweza kuisave hivi hivi kwa sababu tayari it's full of flavor ya chicken pamoja na celery ambazo tumeweka, lakini pia hapa tumeadd green onions, pia itaongeza pia harufu nzuri katika hii supu. Kwa hiyo ni optional kuweka maziwa. Kwa hiyo supu yetu tutaiweka pembeni kwanza wakati tunaendelea sasa kupika chapati, na mwisho kabisa wakati wa kusave nitakuonyesha sasa jinsi gani ya kuweza kuweka maziwa kwa juu kwa ajili tu ya kupambia na kupata rangi nzuri katika supu yako. Hizi ni chapati ambazo tulishawahi kuzitengeneza wiki iliyopita na kuwafundisha jinsi ya kuzihifadhi katika fridge. Kama nilivyokuambia ni kwamba kabla ya kutumia unatakiwa uziache nje kwanza zitoke baridi ili zirudi kwenye room temperature, na zikiwa na temperature hii basi moja kwa moja unaweza kuanza kuzipika. Unaona chapati yetu iko tayari. Kwa tutasave pamoja na supu yetu hii ambayo tulitayarisha ya boga pamoja na kuku. Na iftari yetu imekamilika ambapo leo basi tulitayarisha chapati pamoja na supu ya maboga. Na hii supu ya boga basi tumepika pia kwa kuchanganya na kuku vile vile ndani yake. Kwa hiyo hii ndio iftari ambayo tulikuwa nayo siku ya leo. Na tumaini basi utakuwa umejifunza jinsi gani ya kuandaa iftari za aina mbalimbali takriban
katika mwezi huu wote mtukufu wa Ramadhani tutakuwa wote kwa ajili ya kuonyesha iftari za aina mbalimbali. Mimi ni Zainab Isa. Kama utakuwa na swali lolote, maoni ama ushauri, tafadhali wasiliana nasi kupitia namba ambayo unaiona mbele ya runinga yako, ama pia unaweza kutembelea page zetu za social media. Instagram ni Zainab Isa Mahajumati, lakini YouTube channel yetu ni Mahajumati Online. Special thanks to SSP Bahresa Company Limited kwa kuweza kutupa nguvu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia Evoque kutupatia jiko safi ambalo hili ni built-in na pia unaweza kulitumia kuliweka on top of your counter, na accessories mbalimbali ama application mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia jikoni kwako kama vile kettle pamoja na hii ni toaster, bread toaster, lakini pia na mafriji aina mbalimbali na AC ambazo unaweza kufunga nyumbani kwako kutokana na ukubwa wa chumba chako. Mpaka wiki ijayo basi nikutakie Ramadhan Karim na Saum Makbul. Bye bye.